Hang. Right. Hey, touch man. Look. Don't see the jacket, please. Okay. Mchekeshaji hufa lakini kicheko chake hubaki hai milele. Huu ni msemo unaoakisi vyema maisha na urithi wa sanaa wa Mzee Majuto. Msanii aliyewagusa Watanzania wengi kupitia vipaji vyake vya uchekeshaji, uigizaji na ucheshi wa hali ya juu. Kutoka jukwaani hadi kwenye skrini ya television, sauti yake, mitindo yake ya kipekee na ujumbe aliofikisha kwa njia ya vichekesho vilikuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa wengi. Ninaye kusimulia makala hii ni mimi Madina Omar. Katika. Asa inafanya gani? Wewe wamo, inafanya gani? Mzee sisi vichwa. Yaani mzee tukwambia ukweli. Unavyotuona basi tumesoma mpaka basi. Yaani ukitoka mtihani wa aina yoyote hapa sisi tunaburuza. Yaani siku zote tunavyoona na mimi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kama kawaida. Hapa timu tuna nafasi nyingi. Leo nitamuelezea Mzee Majuto ambaye alikuwa mkongwe wa vichekesho na sanaa ya uigizaji. Alhaji Amri Athman aliyejulikana zaidi kama Mzee Majuto au King Majuto alizaliwa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 1948 katika mkoa wa Tanga, Tanzania. Alianza safari yake ya sanaa akiwa na umri wa miaka 9 tu, akijitosa katika uigizaji wa majukwaani mwaka 1958. Katika kipindi cha zaidi ya nusu karne, Mzee Majuto alijipambanua kama mmoja wa wachekeshaji na waigizaji mashuhuri nchini Tanzania, akitoa mchango mkubwa katika tasnia ya filamu na vichekesho. Mbali na uigizaji wake, Mzee Majuto alikuwa mtunzi, mwandishi wa miswada na mwongozaji wa filamu. Alikuwa msanii wa kwanza nchini Tanzania kurekodi na kuuza kazi zake za sanaa kupitia mikanda ya video, hatua iliyochangia sana katika ukuaji wa tasnia ya filamu nchini. Kazi zake nyingi zilijikita katika kuelimisha jamii kupitia vichekesho na alifanikiwa kuwafikia watu wa rika na tabaka mbalimbali. Katika maisha yake ya kibinafsi, Mzee Majuto alibarikiwa kuwa na watoto 15, ingawa 5 kati yao walitangulia mbele ya haki. Alikuwa na mke mmoja aliyemwacha baada ya kifo chake. Siku moja kabla ya kufariki, aliwahusia watoto wake kupendana na kusaidiana bila kujali tofauti za kielimu au kifedha. Aliwahimiza kutozingatia maneno ya watu wa nje na kushikamana kama familia. Mzee Majuto alifariki dunia tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2018 katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, Dar es Salaam. Baada ya kuugua kwa muda mfupi, kifo chake kilikuwa pigo kubwa kwa tasnia ya sanaa na burudani nchini Tanzania, na alikumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika kuendeleza na kuinua vichekesho na filamu za Kitanzania. Mzee Majuto ametutoka, lakini urithi wake wa kicheko utaishi milele. Maisha ni jukwaa, naye alicheza nafasi yake kwa ustadi. Alichekesha bila kuumiza katika historia ya sanaa nchini Tanzania. Niliyekusomea makala hii ni mimi Madina Omar. Usiache kufuatilia channel yetu ya Asam Online TV.